الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وعملا متقبلا ودعاء mustajaba. Tunaendelea na darasa yetu ya tauhid, na katika darasa iliyopita tulimalizia kitenguzi cha mwisho katika vitenguzi 10 vya Uislamu ambavyo aliviandika al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika kitabu chake alichokiita Nawaqidul Islam. Tukaashiria ya kuwa baada ya kitabu kile tutaanza kitabu kingine cha al-usulu sita, misingi sita, ambayo ameiandika pia al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah, misingi ambayo ameitoa ndani ya kitabu na sunna ili kuturahisishia sisi wasomaji na Waislamu kwa ujumla kuelewa miongoni mwa yale ambayo yaliyobainishwa ndani ya kitabu na sunna. Na imamu huyu ilikuwa ni kawaida yake kuandika risala fupi fupi, vitabu vidogo vidogo katika kubainisha tauhidi ambayo ni haki ya Allah kwa waja wake. Na ukweli ni kwamba vitabu hivi ni vidogo kwa kutazama muonekano wake na idadi ya karatasi zake, lakini ni vikubwa kwa kuzingatia yale ambayo yaliyotajwa ndani yake. Kitabu hiki kinaitwa al-usulu as-sita, misingi sita. Kwa hiyo kitabu hiki mwanzo mwisho tunaenda kusoma misingi sita ambayo ni muhimu iliyotajwa ndani ya Qur'an na Sunna. Na misingi hii kwa ufupi kabisa, msingi wa kwanza ni al-ikhlasu wa bayanu dhiddihi wa huwa shirk. Ikhlasu, yani msingi wa kwanza ni msingi wa ikhlas na kubainisha kinyume chake, wa huwa shirk, nacho ni ushirikina. Kwa hiyo kinyume cha ikhlas ambao ni tauhidi, kinyume chake ni shirki. Na msingi wa pili al-ijtimau fi din wa nahyu an at-tafarruq fi, kujikusanya, kushikamana, kuwa kitu kimoja katika dini na kukataza kufarikiana ndani yake. Na msingi wa tatu as-sam'u wa ta'atu liulati al-amr, usikivu na utiifu kwa mtawala au kwa watawala na viongozi. Viongozi tunapaswa kuwasikiliza na kuwatii katika yale wanayotuambia na kutuamrisha. Msingi wa nne bayanul ilmi wal ulamai wal fiqhi wal fuqahai wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum, kubainisha ilmu ni nini. Tunaposema ilmu tunakusudia kitu gani na wanawachuoni ni kina nani, na kubainisha pia fiqhi ni nini na wanawachuoni wa fiqhi ni kina nani, na kuwabainisha wale waliojifananisha na hao wanawachuoni na wanafiqhi ila hali si wanawachuoni wala si wanafiqhi. Na msingi wa tano bayanu man hum awliyaullahi, kubainisha ni kina nani mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Neno hili husikika sana mtaani, fulani bana ni walii wa Allah. Sasa katika msingi wa tano tutakuja kuona namna gani Sheikh alivyobainisha kuhusiana na walii wa Allah ni nani, ni kina nani ambao ni mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na msingi wa sita na wa mwisho raddu shubhati allati wada'aha shaytan fi tarki alqur'ani wa sunna, kuijibu shubha
kujibu utata ambao ameuweka sheitani katika kuacha Qur'ani na Sunna. Yani sheitani amewatia watu shubha na utata katika kutaka wao waiache Qur'an na Sunna kwa sababu ya shubha hiyo ambayo amewekea. Huu ni msingi wa 6 na wa mwisho katika risala hii. Kwa misingi hii ndiyo ambayo tunaenda kuisoma ndani ya kitabu hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa kitakachozidi baada ya hapa ni ule ufafanuzi katika hii misingi. Tunafahamiana? Na anasema rahimahullahu ta'ala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullah, bismillahir rahmanir rahim. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Ameanza rahimahullah kwa bismillah, ikiwa ni iqtidaan bi kitabillah wa iqtidaan bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam ameanza kitabu chake na bismillah, ikiwa ni kukiiga kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna sura ndani ya Qur'an isipokuwa imeanzwa na bismillah, isipokuwa suratu Tauba. Kadhalika ni kumuiga bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mtume ambaye alikuwa akiandika barua zake mbalimbali, ujumbe mbalimbali kuwapelekea wafalme na watawala, akiwalingania katika dini ya Kiislamu, na barua zinginezo mbalimbali alikuwa akiziandika anaanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Na Mtume alayhi salatu wassalam, tunaposema alipokuwa akiandika barua zake za kuwalingania wafalme na barua zinginezo, alikuwa akianza kwa bismillah. Hakuwa akiandika yeye mtume kwa mkono wake mwanzo hakuwa akiandika yeye mtume barua kwa mkono wake, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa hawezi kusoma wala kuandika. Kana ummiyan, alikuwa ni ummi. Ummi ni mtu ambaye asiyejua kusoma wala kuandika. Kwa hiyo walikuwa wapo watu katika masahaba wake ambao wanafanya kazi hizo, na hili ni jambo la kawaida kwa viongozi na watawala, kwamba zile kazi zao wanakuwepo watu ambao wanazitekeleza, ikiwemo kuandika yale ambayo anatakikana kuyaandika. Wanakuwepo watu maalum kwa ajili ya kuandika. Tunafahamiana? Lakini huko baadaye Mtume alayhi salatu wassalam alikuja akajua kuandika, yani alikuja akajifunza kusoma na kuandika, na akajua, akawa anaweza kusoma na kuandika, kama alivyosema hilo al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Nafahamiana? Naam. Kwa sisi pia tunapoandika barua zetu tuanze na bismillah, ili pia kujitofautisha baina yetu sisi na wasiokuwa sisi. Barua ya Muislamu itofautiana na asiyekuwa Muislamu. Haiwezekani barua ya Muislamu ikafanana na barua ya Mkristo, barua ya mpagani, barua ya Majusi, barua ya Budha, barua ya Mbaniani na wengineo. Zitofautiane. Kipi kitakachotofautisha? Bismillahir rahmanir rahim. Mtu anajua hii ni barua ya Muislamu. Tunafahamiana? Naam. Hii mikataba yetu tunaandikiana katika viwanja, kuhusiana baadhi ya vitu vikubwa ambavyo vinahitajia barua na mikataba, tuanze bismillahir rahmanir rahim katika mikataba yetu, ili hata akija kununua mtu ambaye sio Muislamu anajua kabisa kwamba huyu ni mtu fulani, huyu ni Muislamu, anakuwa na kufahamu vizuri. Tunafahamiana? Tuache uoga na kujiogopa. Unaogopa nini? Jiamini. Muislamu haogopi, anajiamini. Anasema min a'jabil ujabi, miongoni mwa maajabu makubwa kabisa, wa akbaril ayati,
na alama zilizokuwa kubwa, adallati, zenye kujulisha, ala qudrati almaliki alghallabi, juu ya uwezo wa mfalme aliyemshindi, mwenye nguvu na mshindi. Sittatu usulin, ni misingi sita, bayanaha Allahu ta'ala, ambayo ameibainisha Allah, bayanan wadihan, ubainifu uliokuwa wa wazi wenye kueleweka, lilawami, kwa watu wa kawaida. Unaposema awam, ni wale watu wa kawaida katika waumini wasiojishughulisha na jambo la ilmu, sio walimu wala sio wanafunzi wanaosoma, ni wale watu wa kawaida tu katika waumini ambao wanaingia msikiti na maswali, wanaondoka zao. Hawa wanaitwa awamu. Mara nyingi ufahamu wao au maarifa yao yanakuwa ni machache katika dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajishughulishi na jambo la kusoma. Lakini kutokamana na ule ubainifu ambao Allah ameutumia kubainisha misingi hii sita ndani ya Qur'an, mpaka wale watu ambao ni awamu nas, ni watu wa kawaida, wanaufahamu ubainifu huo, wanaielewa misingi hii sita, fauqa ma yadhunnu dhannun, tena wanaielewa vizuri zaidi ya vile ambavyo, au juu ya vile ambavyo wanadhani wenye kudhani kwamba haieleweki misingi hii. Thumma ba'da hadha, kisha baada ya ubainifu huu, ghalita fiha, wamekosea katika misingi hii sita, kathirun min adhkiya'il alami, wengi katika watambuzi wa ulimwengu, wale ambao wanaonekana kwamba ni watu wenye ufahamu wa sawasawa, wanaelewa haraka, wakakosea katika misingi hii kwa kule kuwa mbali na kufahamu dini yao, kwa kule kuwa mbali na kufuatilia na kusoma dini yao. Wa uqala'i bani adama, na wenye akili katika wanadamu, illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache, illa aqalla alqalil. Kwa kuna watu ambao dunia yao inawaona ya kuwa ni watu watambuzi, welevu, wenye akili, lakini wakajikuta wanakosea katika misingi hii kutokamana na kule kuwa mbali na miongozo ya dini yao, na kule kuingiza katika vichwa vyao baadhi ya vitu na fikra na itikadi na mitazamo ambayo inawafanya wasielewe misingi hii sita ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ubainifu uliokuwa wazi mpaka kwa watu wa kawaida. Nafahamiana? Na akasema al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika la. Msingi wa kwanza ni kuitakasa dini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lahu, hana mshirika. Wa bayanu dhiddihi, na kubainisha kinyume chake, alladhi, kinyume chake ambacho, huwa shirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaunu akthari alqur'ani libayani hadha al-asli min wujuhin shatta bikalamin yafhamuhu abladul amma, na kuwa sehemu kubwa ya Qur'ani inabainisha msingi huu wa ikhlasi, msingi huu wa tauhidi kwa sura nyingi tofauti tofauti, bikalamin, kwa maneno ambayo yafahamuhu, anayafahamu, abladul amma, yule mtu mzito kuelewa katika watu wa kawaida. Abladul amma ni yule mtu ambaye kwanza ni katika watu wa kawaida wasiojishughulisha na ilmu, lakini pia ana ufahamu mzito. Ablad, tukisema balidu ni mtu mzito kuelewa. Abladu, mzito zaidi wa kuelewa. Yani ukimfundisha kitu haelewi mpaka urejee mara nyingi ndo anaelewa. Lakini namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameubainisha msingi huu wa ikhlas, msingi huu wa tauhid ndani ya Qur'an,
na kwa ule wingi wa zile sura za ubainishaji wa msingi huu, imefikia hatua yale maneno ya kubainisha msingi huu aloyatumia Allah anayafahamu mpaka yule mtu wa namna hii, yani mtu ambaye ni mzito kuliko wote kufahamu, mzito kuelewa, anayeelewa. Thumma lam, sasa ikiwa hali ni hii, yani mtu ambaye ni mzito kuelewa, anaelewa msingi huu kutokamana na namna ambavyo Allah ameubainisha, itakuwaje hali kwa yule ambaye ni mwenye uelewa wa haraka? Bila shaka yule ambaye ufahamu wake ni wa haraka atakuwa anaelewa vizuri zaidi na zaidi msingi huu, ya kwamba tunapaswa kuelekeza matendo yetu yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika dini, pasina kumshirikisha na chochote katika hilo, na kuwa mbali na ushirikina na watu wake. Thumma lamma sara ala akthari al-ummati ma sara, anasema Sheikh rahimahullah, kisha yalipotokea katika wengi miongoni mwa watu wa umma huu yaliyotokea. Thumma lamma sara ala akthari al-ummati ma sara, kisha pindi yalipotokea kwa wengi katika watu wa umma yale yaliyotokea miongoni mwa bid'a, mwa shirki na upotevu. Adhhara lahum ash-shaytanu al-ikhlasa, akawadhihirishia shaitani ikhlasi, fi surati tanaqqusi salihin, katika sura ya kutokuwaheshimu watu wema, wataksiri fi huquqihim, na kuwapunguzia haki zao. Yani shaitani akawapambia watu na kuwaonyesha ya kwamba unaposema ikhlasi unasema kuhusiana na kutokuwaheshimu watu wema, na unasema kuhusiana na kupunguza haki zao. Yani wewe ukilingania ikhlas, ukitangaza ikhlas kwamba tunapaswa kumwabudu Allah peke yake na kumwelekezea yeye matendo yetu yote, wanakwambia au yeye shetani ana kuonyesha kwamba kwa kule kuwa hivyo wewe unawavunjia heshima watu wema na unawapunguzia haki zao, kwa kule kusema ibada tunatakikana kuzielekeza zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, bali jambo ambalo ni sawa kwake yeye na wafuasi wake ni kwamba ibada zielekezwe kwanza kwa watu wema, alafu wao watu wema ndio wawe ni viunganishi baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndio ushirikina wenyewe. Hatupaswi kuabudu viumbe hata kama ni wema, hatupaswi kuabudu wafu wala kuabudu makaburi wala mizimu wala jua wala mwezi wala chochote katika viumbe, kwa hoja kwamba viumbe hivi vitatukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana, bali njia ya kwa Allah ni fupi, tuelekee kwa Allah moja kwa moja. Hakuna haja ya kutafuta wasait, viunganishi, kwamba ni muombe babu yangu aliye kaburini, ni muombe shekhe wangu aliye kaburini, au nikamuombe shekhe wangu nyumbani kwake, vitu ambavyo hawezi kuvitekeleza isipokuwa Allah. Alafu huyo shekhe na huyo mzee wangu na huyo mfu aliye kaburini na huo mzimu, wao watakuwa ni viunganishi baina yangu mimi na Allah kwa ukaribu zaidi. Jambo hili ni jambo la kimakosa. Allah yupo karibu na sisi, tunapaswa kumuomba yeye moja kwa moja na kumwelekezea yeye peke yake ibada. Tunafahamiana Naam. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah anasema, na watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, basi waeleze ya kuwa mimi nipo karibu, ninaitikia wito wa atakayeniita, ninajibu maombi atakayeniomba. Kwa tumombe Allah subhanahu wa ta'ala, innahu qaribun, hakika yupo karibu zaidi. Nafahamiana? Naam. Shida yako yoyote ndogo kubwa ielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama kuielekeza kwa viumbe, mashekhe, wazee, makaburi, wafu na vitu vingine katika viumbe, huo sio muongozo wa dini yetu. Hizo ni rai na fikra
na mapendekezo ya baadhi ya watu ambao ni wachache wa tauhidi na waliozama katika malezi ya kishirikina. Nafahamiana? Naam. Anasema wa adhhara lahum ash-shirka billahi fi surati mahabbati as-salihina wattiba'ihim, na akawadhihirishia shetani kwamba shirki. Wa adhhara lahum ash-shirka billah, na shetani akawadhihirishia kumshirikisha Allah fi surati mahabbati as-salihin, katika sura ya kuwapenda watu wema, wattiba'ihim, na kuwafuata. Kivipi? Kwa maana kwamba washirikina shaitani amewapambia kiasi ambacho wao wakaona hivi kwamba tunapozungumzia ikhlas na kumwabudu Allah peke yake pasi na kupita kwa hawa wafu na watu wa makaburini na hawa mashekhe siji mawalii, yani kule kumwabudu Allah bila kuwaomba hawa, tukaelekea wenyewe kwa Allah moja kwa moja bila kupita kwa viumbe hawa, jambo hilo ni jambo ambalo linaonyesha kuwavunjia heshima watu wema na kuto kuwapa nafasi zao, bali na kuwapunja na kuwapunguzia haki zao. Wao wanaona hivi. Na kule anasema wa adhhara lahum ash-shirka billah fi surati mahabbati as-salihin wa ittiba'ihim, na shaitani akawadhihirishia washirikina kuwa alaykum salaam wa rahmatullah, akawadhihirishia kuwa shirki, akaidhihirisha kwao katika sura ya kuwapenda watu wema na kuwafuata, kwa maana kwamba wanapoenda kuwaomba mashekhe sawa na wafu yale ambayo hawezi kuyatekeleza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaomba huko wao wanaona kuwa ni jambo la sawa na ni jambo zuri, pamoja ya kuwa huo ndio ushirikina wenyewe. Unaombaje wafu? Aliyekufa hawezi kusaidia chochote, hata kama ni katika yale ambayo kiumbe kawaida akiwa hai anaweza akasaidia. Yani kwa mfano pesa, pesa mtu ukimwomba akiwa nayo anakusaidia, si ndio? Pesa ni katika vitu ambavyo mwanadamu au kiumbe anao uwezo wa kukusaidia. Lakini unapoenda kuomba pesa kwa mtu ambaye amekufa, anakusaidiaje? Huyo aliyekufa yuko kaburini, yeye anahitajia msaada wako wewe uliyekuwa hai. Umuombe kwa Allah msamaha, umuombe kwa Allah pepo na kadhalika. Sasa wewe unamwombaje yeye hana hata 1% ya kukusaidia wewe uliyekuwa hai. Nafahamiana? Huu ni ushirikina. Huu ni ushirikina. Tunapaswa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Qul huwa Allahu ahadun Allahu samad. Allah ndiye anayekusudiwa katika sheria zote. Tunafahamiana, na sio kiumbe. Kadhalika hawa viumbe walioko hai hatupaswi kuwaomba yale ambayo hawezi kuyafanya isipokuwa nani? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano watu mkaandamana mkaenda kwa shekhe kumuomba mvua. Shekhe anakupaje mvua? Yeye anastoa mvua? Shekhe amiliki mvua? Wazi. Labda iwe ni tawassul kwa dua yake, kwa maana kama tunaenda kwa shekhe au kwa yule ambaye tunamdhania kuwa ni mcha Mungu wetu, atuombee, sawa? Atuombee kwa Allah shida zetu, Allah atufanyie kitu fulani na kitu fulani katika vitu vya kheri. Hii ina shida. Tukienda kumuomba shekhe na yule ambaye tunayemuona kwamba ni mcha Mungu kwetu sisi, atuombee kwa Allah, sio tumuombe yeye. Tunaenda kumuomba atuombee kwa Allah. Labda mtu anafanya kazi akawa ameenda kwa shekhe wake akamwambia, shekhe bana, kuna jambo nakusudia kulifanya kazini kwangu, sasa naomba uniombee kwa Allah nifanye wepesi. Yeye ina shida. Lakini sio unaenda kumuomba shekhe kama yeye shekhe akufanyie wepesi katika mambo yako, haiwezekani. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana hayo? Kadhalik mtu anaenda kwa shekhe anaenda kuomba uzazi, yani mtu ameoa au ameolewa alafu kachelewa kupata mtoto, anamfuata shekhe, anamuomba shekhe amfanye apate uzazi. Kwa shekhe anastoa vizazi au anastoa watoto, kwamba wewe ukienda kumuomba anakupatia watoto? Haiwezekani. Hichi kitu ni kitu kisichofaa. Ndio tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwenyewe ndiye ambaye yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau dhukur.
au yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah ndiye ambaye anamruzuku na kumpatia amtakaye watoto wa kike au watoto wa kiume, au anawachanganyia wa kiume na wa kike, na anamfanya amtakaye kuwa ni tasa, yani mtu asiyezaa. Tunafahamiana? Kwa hili ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si shekhe wala mzee wala mtu fulani, hata kama ni wali hamiliki jambo hilo. Tunafahamiana jamani Kwa hiyo kule kuwaomba wafu na wema shaitani akawadhihirishia washirikina kuwa kufanya hivyo ndiyo kuwapenda hao watu wema na kuwaheshimu na kuwafuata, ila hali uhalisia ni kinyume chake, kwamba huko sio kuwapenda, bali huo ni ushirikina na ni kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi wa kwanza katika misingi hii sita, na msingi huu ni katika misingi ya da'wa salafia. Watu huwa wakiuliza sana, kwani hawa masalafi wanalingania nini? Ndio hawa masalafi wanalingania kitu gani? Masalafi. Hawa masalafi wanataka nini kwa watu? Wanalingania nini? Hii dawa yao hii, ulinganizi wao unataka nini kwa watu? Sawa Jawabu ni kama ifuatavyo. Miongoni mwa misingi ya da'wa salafia ni kuhakiki ibada kwa ajili ya Allah peke yake, tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdahu la sharika la, ni kuhakikisha watu wanamwabudu Allah peke yake, yeye kama yeye tu, al-khaliqur razzaq, ambaye ndiye muumba mtoaji wa riziki, al-mudabbiru lilkawn, mwenye kuendesha ulimwengu wote. Da'wa salafia, mashekhe walinganizi wa da'wa hii wanawalingania watu wamwabudu Allah peke yake, watu waache ushirikina, watu waache kuabudu kinyume na Allah, watu waache kutambika, watu waache kufanya mazindiko, watu waache kufanya ramli, watu waache kuvaa hirizi, watu waache kutegemea visivyokuwa Allah katika shida zao, wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hili ni miongoni mwa wale ambayo da'wa salafia inalingania. Walinganizi na mashekhe na walimu wa da'wa salafia wanawataka watu wawe katika namna hii. Nafahamiana vizuri Ayo, anasema al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah akieleza ikhlas. Al-ikhlasu lillah, kumtakasiania Allah, kufanya ikhlasi kwa ajili ya Allah, maana yake an yaqsuda almar'u biibadatihi, ni kukusudia mtu kwa ibada zake, at-taqarruba ila Allah ta'ala, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watawassula ila dari karamatihi, na kufikia katika nyumba ya utukufu wake. Nyumba ya utukufu wa Allah ni nini? Ni pepo. Hii ndiyo maana ya ikhlas. Bi an yakuna al-abdu, kwa kule kuwa mja, yani awe mja mukhlisan lillahi ta'ala, ni mwenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala matendo yake, fi qasdihi, yale makusudio yake ayaelekeze kwa Allah peke yake. Mukhlisan lillahi ta'ala fi mahabbatihi, awe ni mwenye ikhlasi kwa Allah katika mapenzi yake. Mukhlisan lillahi ta'ala fi ta'dhimi, awe ni mwenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kule kumtukuza na kumadhimisha. Mukhlisan lillahi ta'ala fi dhahirihi wa batinihi, awe ni mwenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala yote anayoyafanya katika dhahiri yake na batini yake, akiwa peke yake, akiwa na watu, awe ni mwenye kujipamba na ikhlas. La yabtaghi biibadatihi illa wajha Allah ta'ala, asikusudie, asitaki kwa ibada zake isipokuwa uso wa Allah, walwusula ila dari karamati, na kuifikia nyumba ya utukufu wake, kwa maana ya pepo. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sema, hakika sala yangu na kuchinja kwangu
na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allah mlezi wa walimwengu, hana mshirika, na kufanya hivyo nimeamrishwa, na mimi ni wa mwanzo katika wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii tauhidi ndiyo wito na ulinganizi wa mitume wote na manabii, na theluthi nzima ya Qur'ani imebainisha msingi huu. Qur'ani imegawanywa katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni tauhidi tu, sehemu ya pili ni hukumu mbalimbali za kisheria, sawa, ziko nyingi sana, mambo ya miamala, sawa, na mengineo mengi, namna ya ibada, sawa, utekelezaji wa ibada na mengineo mengi sana. Na sehemu ya tatu ni visa vya waliotangulia. Sasa theluthi nzima ya Qur'an inabainisha msingi huu wa tauhidi, na aya ziko nyingi sana, aya ziko nyingi sana katika kubainisha tauhidi. Na tunapobainisha tauhidi tunaikataza shirki, yani tukilingania tauhidi tunatahadharisha ushirikina. Kwa nini? Kwa sababu ushirikina ndiyo kinyume cha tauhidi, na ukiamrisha kitu unakataza kinyume chake. Kwa kitendo cha kuamrisha tauhid ni kukataza ushirikina. Tukilingania sunna tunakataza bid'a, tukilingania haki tunakataza batili. Nafahamiana? Kama ambavyo tukilingania ukweli tunakataza uongo. Tunafahamiana? Aiwa. Kwa huu ndio msingi wa kwanza, tufahamu hivyo kwamba tunapaswa kuelekeza ibada zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, pasina kumshirikisha na chochote. Hili tulibebe sisi na tukalifikishe katika familia zetu. Wallahu ta'ala a'lam. Tutaishi hapa, tutaendelea kesho insha Allah ta'ala na msingi wa pili, msingi wa kukusanyika na kushikamana katika dini na kuacha kufarikiana. Sawa? Naam.